Iran inasema kwamba wana nia njema ya kufanya mazungumzo na Marekani, lakini hawana imani na Marekani. Spika wa bunge la Marekani Mohammad Bagher Ghalibaf, ambaye anaiongoza Iran katika mazungumzo huko Islamabad nchini Pakistan, amesema Tehran ina nia njema lakini haina imani na Marekani kabla ya mazungumzo nayo, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim. Kwa bahati mbaya, uzoefu wetu wa kufanya mazungumzo na Wamarekani daima umekabiliwa na kushindwa na uvunjaji wa mkataba mara mbili chini ya mwaka mmoja. Katikati ya mazungumzo, licha ya nia njema ya upande wa Iran, walitushambulia na kufanya uhalifu mwingi wa kivita, anasema Ghalibaf. Ghalibaf alisisitiza kuwa Iran iko tayari kufikia makubaliano iwapo Marekani itaonyesha unyofu. Hata hivyo, wakati huu rais wa Marekani Donald Trump anazidi kuonyesha vitisho, lakini pia makamu wake wa rais JD Vance anaonyesha vitisho kwamba ikiwa mpango wa amani hautakubalika katika mazungumzo ya wakati huu, basi hali itakuwa mbaya zaidi katika taifa hilo la Iran. Ghalibaf naye alisema kwamba katika mazungumzo yajayo, ikiwa upande wa Marekani uko tayari kufanya makubaliano ya kweli na kutoa haki za watu wa Iran, wataona utayari wetu wa kufanya makubaliano pia. Bado kumekuwa na wasiwasi juu ya mazungumzo ambayo yanaendelea. Wa Iran hawana imani kabisa na Marekani, licha ya kwamba wamekubali kuingia katika mazungumzo ya awamu nyingine. Hata hivyo, mazungumzo yaliyopita yalileta sintofahamu, ambapo katikati ya mazungumzo Marekani ilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran yaliyosababisha kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mohammad Bagher Ghalibaf aliweka picha kwenye ukurasa wake wa X akiangalia picha za watoto waliouawa kwenye shambulizi la kombora la Marekani na Israel shuleni, akisema walikuwa na wenzake waliokuwa kwenye ndege kuelekea Pakistan kwa mazungumzo ya amani. Picha hiyo ilimuonyesha Ghalibaf akiangalia picha 4 za watoto, kila mmoja imewekwa kwenye kiti cha ndege na mkoba una ua. Uchunguzi wa awali wa jeshi la Marekani kuhusu mashambulizi hayo ulisema kuwa huenda taarifa za kijasusi za kizamani zilisababisha Marekani kushambulia shule hiyo kwa shambulizi kubwa la mabomu. Shambulizi la Februari 28 liliwaua zaidi ya watoto 165, wengi wao wakati katika masaa ya ufunguzi wa vita vya Amerika na Israel dhidi ya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.